na yeye haambatani na giza. Giza ni matendo ya dhambi, na dhambi ni kuvunja sheria. Dhambi ni kuvunja sheria. Nisaidie ili hapo habari njema, nisaidie habari njema. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Ukisema kwamba unaenda katika nuru na bado sasa unatenda dhambi, ujue unajidanganya. Na dhambi ni kuasi sheria, na dhambi ni kuasi sheria, na dhambi ni uovu, kwa sababu kumcha Bwana ni kuchukia uovu, na uovu ni kuvunja sheria. Soma andiko, kila mtu atendaye dhambi, kila mtu atendaye dhambi avunja sheria ya Mungu. Ulia tena, kila mtu atendaye dhambi anavunja sheria ya Mungu. Maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Dhambi ni nini? Uvunjaji wa sheria. Dhambi ni nini? Uvunjaji wa sheria. Unapovunja sheria umefanyaje? Umefanya dhambi. Kwa hiyo ukivunja sheria ujue umetenda dhambi. Ukivunja sheria ujue umemwasi Mungu. Na Adamu na Hawa walitenda dhambi baada ya kuvunja sheria ya Mungu aliyokuwa amewaonya wasile tunda. Walipoweka ukaribu wakala tunda, mwisho wa siku walihesabiwa kuwa wana dhambi. Kwa hiyo dhambi ni kuvunja sheria. Mungu anapokuambia usiue, ukioa umetenda dhambi. Anapokuambia usizini, ukizini unatenda dhambi. Anapokuambia usijifanyie sanamu ya kuchonga, ukijifanyia unatenda dhambi. Akikwambia kumbuka siku ya Sabato nitakase, ukivunja umetenda dhambi. Umetenda dhambi. Nisaidie Zaburi 2 mstari wa 7. Zaburi 2 mstari wa 7. Kwa hiyo ukivunja sheria umetenda dhambi. Ukivunja sheria umetenda dhambi. Maana siku hizi nasikia hatuishi kwa sheria, tunaishi kwa neema. Ingawa neema hairuhusu mtu avunje sheria. Ni watu wametunga tu kwamba ati neema, tukiishi kwa neema tunaishi tunavyotaka. Manake Yesu sasa alikuja kucheza, kwa sababu Yesu ametukomboa katika dhambi. Tulikuwa tunatenda dhambi, tulivunja sheria. Baada ya kuvunja sheria, anapokuja sasa anatukomboa kwa neema. Sasa utaendelea kuvunja sheria wakati kuvunja sheria ni dhambi? Huwezi kuendelea kutenda dhambi kwa sababu Yesu amekukomboa. Na mafundisho ya kuvunja kutii sheria ni Ibilisi. Utaona sasa hivi. Soma andiko. Anasemaje? Nitahubiri amri. Nitahubiri amri. Zaburi Daudi anasema atahubiri amri. Zaburi ya Daudi inasema atahubiri amri. Nisaidie Mathayo 5 mstari wa 18 anza 17. Anasema nitahubiri amri. Kwa hiyo sasa ukiona mtu anakutoka kwenye amri ya Mungu, ujue anataka kupeleka jehanamu. Ujue anataka kupeleka kuzimu. Kimbia kama risasi. Soma andiko. Inasemaje? Sidhani hakuna alikuja kutangua Torati au manabii. Si kuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka mpaka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzitimiliza, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo atakayefundisha watu kuvunja atafanyaje? Ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Na atakayefundisha ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Simuona Daudi atahubiri amri. Ndio. Simuona Daudi atahubiri amri kabisa. Nisaidie Marko 10:17. Tumeona Daudi anahubiri amri. Tuangalie sasa wengine waliohubiri ni akina nani waliohubiri amri. Soma andiko. Anasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, akasema, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambiaje? Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Anauliza, wazijua amri? Usiue. Yesu alikuwa anafundisha nini? Anafundisha amri. Alikuwa ni nani? Yesu alikuwa anafundisha nini? Amri. Tumeona Daudi alifundisha amri kabisa, na tumeona Yesu anafundisha amri.
Tunaona Yesu anafundisha amri. Sasa tuangalie Petro, tuangalie Yakobo 2:10. Tuone Yakobo alifundisha amri, na leo watu wanasema tunaishi kwa neema, kwa hiyo sheria tuachane nazo. Tunaishi kwa neema, sheria tuachane nazo. Kama andiko anasema Yakobo 2:10 anasema maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Amekosa juu ya yote. Huyu ni Yakobo. Endelea na andiko. Anaendelea kusema kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Umekuwa mvunja sheria. Kwa maana anasema ukishika amri zote ukaacha moja kabisa umekosa leo, umekosa zote. Si wengine leo wanasema sabato haipo, wanasemaga si amri ya leo kabisa. Si wengine wanachanga sanamu kabisa, si wengine wanachanga sanamu wa nyingi sana, na tunaambiwa kwamba mtu atakayevunja moja amekosa yote. Ndio maandiko hayo wanasomewa, hawa wasomea maandiko hayo wanasomewa, yanafichwa. Kwa hiyo Yakobo anasema atakayeshika sheria yote akijikwaa katika neno moja tu amekosa yote, kwa sababu aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue. Ikiwa utashika sheria yote ukikosa katika neno moja umekosa yote. Kwa hiyo kuna watu wanaambiwa sabato ya Mungu haipo kwa sababu hatutunaishi kwa neema. Hatutunaishi kwa neema. Neema haikufanyi uvunje sheria. Nisaidie Warumi 3:31. Neema haikufanyi uvunje sheria. Neema inakufanya utii sheria. Neema haikufanyi uvunje sheria, ila neema inakufanya utii, kwa sababu kuvunja sheria ni kutenda dhambi, maana dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo unapofundishwa kwamba ati sheria haipo, ujue unapeleka jehanamu. Soma andiko. Anasemaje? Basi waibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, hasha. Kinyume cha hayo waithibitisha sheria. Imani au neema haivunji nini? Haivunji sheria. Inafanyaje? Inaithibitisha sheria. Neema inathibitisha sheria. Nisaidie Tito 2:11. Tito 2:11. Kwa hiyo neema haivunji sheria. Baada ya hapo tutaona sasa watu ambao wameamua kuvunja sheria ya Mungu na wanafundisha hivyo. Wamekubali kuivunja kabisa. Wamekubali kuivunja. Tuone sasa kwa namna sasa madhara yake ilivyo. Soma andiko. Anasemaje? Maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote. Iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo neema inatufundisha kufanyaje? Kukataa mabaya na tamaa za kidunia. Lakini watu wanakwambia tunaishi kwa neema, hatufuati sheria. Ujue ni mafundisho ya Shetani, kwa sababu Shetani ndiye anayefundisha kuvunja sheria. Nisaidie Mwanzo 3:1. Shetani ndiye huwa anafundisha watu kuvunja amri za Mungu. Ibilisi ndiye huwa anafundisha watu wasitii sheria ya Mungu. Wewe unapogundua kweli inatakiwa ushike, maana usiposhika maandiko yanakufananisha na mpumbavu. Soma andiko. Anasemaje? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote mwituni waliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti ile yoyote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, akamwambiaje? Matunda yote ya mti ya bustani tuweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale. Mungu alisema wasile, wala msiaguse, wala hata kuaguse wasiguse. Wamepewa matunda ya mti yote, lakini matunda kutoka kwenye mti wa katikati wa uzima wa ujuzi wa mema na mabaya wakakatazwa wasile hata kuyagusa. Hiyo ndio sheria Mungu aliyowapa, msije mkafa, kwa sababu wangekufa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo Mungu anaweka sheria, na mtu akija kufundisha kwamba sheria ya Mungu haipo, ujue unafundishwa na wanafunzi wa nyoka. Ujue unafundishwa na joka. Nisaidie Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 11 na mstari wa 3. Wakorintho wa pili
11 na mstari wa 3. Kwa hiyo unapofundishwa kwamba ati amri ya Mungu haipo, ujue unafundishwa na aliyefundishwa ni Shetani kabisa. Anayekufundisha mwalimu wake alikuwa Ibilisi. Soma andiko. Inasemaje? Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Ati kwa hila yake asije akawaharibu fikra zenu. Umeona sasa? Kwa hiyo nyoka alimdanganya nani? Alimdanganya Hawa. Alimdanganya Hawa. Na kwa kula tunda wakamwasi Mungu. Sasa nyoka huyo baada anaendelea kudanganya watu. Nafikiri Shetani alikufa. Yupo. Shetani hajafa. Baada anaendelea kudanganya watu ataishi kwa sheria. Unaweza kuishi bila taratibu? Haiwezekani. Yaani nchi hii tu ina sheria. Sasa serikali ya Mungu. Sasa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alishika sheria ya baba yake. Kabisa. Yesu mwenyewe alishika sheria ya baba yake. Nisaidie Yohana 15 na mstari wa 10. Yesu mwenyewe alishika amri za baba yake. Kabisa. Na anatuambia tukimpenda inabidi mshike amri zake. Soma andiko. Anasemaje? Mkizishika amri zangu, mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Yesu alishika nini? Amri za baba yake. Yesu alishika nini? Amri za baba yake. Yesu alishika amri za baba yake. Ingawa kuna wengine wanasema Yesu ndio baba yeye. Naona matatizo kabisa. Unaona shida? Yesu alishika amri za baba yake. Sasa watu wanapofundishwa kwamba amri za Mungu hazipo, ujue umepotea msemaji.